Vuta ni kuvuta yameripotia asubuhi mapema ya hii siku ya kwanza tarehe 5 Mei mwaka wa 2025 kwenye maeneo ya Katogota na Kamanyola. Kama ilivyosema duru zetu, Kamanyola ni kunako tarafa la Walungu, wakati Katogota ni kunako tarafa la Uvira, kunako mpaka ya Walungu na tarafa la Uvira. Ni wazalendo wakipambana na M23 ndio wameweza kurindima risasi tangu majira ya asubuhi hadi mwendo wa saa 8 hivi za jioni. Risasi nyingi zimeweza kusikika eneo nyingi ya hapo Kamanyola na kufanya baadhi ya raia wamoja wanaopatikana sehemu hiyo kuweza kujawa na wasiwasi. Kwa mujibu wa duru zetu ni kwamba nguvu zaidi ya wazalendo imefanya kwamba wahasi wa M23 wapate kusukumwa na moto mkali hadi maeneo ya Kamanyola, sehemu panaitwa Mino kutoka kunako maeneo la shamba la vita. Walikuwa nivuta nikuvute kabisa, walipigana, walianzia Katogota kupigana. Wazalendo walijikaza kabisa, walijitahidi kupigana, wakazojea nao mpaka kupo wakafika mpaka kule Kuminoka fasi wao wanaita pale wakati ntima, walifika kule kabisa. Kama wazalendo wako nguvu. Kwa habari hizo ni kukujulisha tu ya kwamba, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mashariki Media TV, ni kwamba taarifa kamili kuhusu taarifa hizo za hapo Kamanyola mtazifuata hiyo kesho tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025 kuanzia majira ya saa 2 kamili za asubuhi, ili upate kupata taarifa kamili kuhusu nguvu za wazalendo zilizoonekana hii leo maeneo ya Katogota na maeneo ya hapo Kamanyola, kutokana na habari tulizo nazo. Kwa hiyo tunawatakia kuweza kuungana nasi kesho saa 2 kamili za asubuhi ili upate kupata taarifa zaidi kuhusu habari hizo za hapo maeneo ya Kamanyola. Na tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba vita kali imeweza kuripotiwa tangu asubuhi mapema ya hii siku ya kwanza kwenye milima ya Kakenge kati ya jeshi la Biloze Bishambuke na wahasi wa M23 Twigwaneo waliotamani kuweza kuteka kijiji hicho, ila kwa nguvu zaidi wapiganaji wa FABB Biloze Bishambuke walikuwa makini na kuweza kuwapiga na kuwafeka adui hao. Kwa mujibu wa msemaji wa kundi hilo la Biloze Bishambuke aliyezungumza na Mashariki Media TV, amesema kwamba waasi hao wa M23 Twigwaneo wameweza kupata kichapo hadi kuweza kukimbia kila moja sehemu yake. Jambo sana bwana mtangazaji, na tunashukuru kwa kuweza kuwasiliana nasi muda kama na huu, ili kwamba tuwapashe yale yanayo ripotiwa saa kama na hizi kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Mwenga, Fizi, Tombwe. Kwa kweli ilikuwa saa 12 asubuhi ndipo wazalendo wa CPLC FABB inayoongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito walikuwa wakiendesha doria kwenye kijiji cha Kakenge na kando kando, wakitokea kwenye maeneo ya mlima, ndipo waliweza kuona mustari au mlolongo wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wapiganaji wa Twigwaneho pamoja na Red Tabara waliokuwa wakitamani kuelekea kwenye kijiji cha Mulima ili kuendesha mauaji ya kimbari kwenye maeneo hayo. Ndipo wazalendo wanaoongozwa naye Delphin Kalembe Ngoma Nzito waliweza kuingilia kati, na hapo mapambano yakaanzishwa. Mapambano yalidumu muda wa saa 5 kuanzia saa 12 hadi hapo saa 5 za mchana. Adui aliweza kutimka baada ya kupata kichapo kikubwa na kuweza kukimbia. Tujuze kwamba wazalendo wa Biloze Bishambuke wanaoongozwa naye Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito
shabaha yao kubwa ni kulinda usalama wa raia na mali yake, ili kwamba waruhusu raia iweze kuendesha shughuli zake kama kawaida, jambo ambalo linapingwa na wasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wasi wa Maguguni wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara, wanao shabaha kubwa ya kuendesha mauaji dhidi ya raia wenye hatia kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga, katika hali ya kuweza kutimiza mradi ambao wanao wa kutaka kuwafyeka makabila mengine ya wazaliwa wa maeneo hayo, tukitaja Wafuliru, Wabembe, Wanyindu na Wavira wanaoishi kwenye maeneo hao. Ndio maana jeshi lake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito linaingilia kati ili kulinda usalama wa raia na mali yake. Kwa mujibu tu wa msemaji wa kundi la Biloze Bishambuke aliyezungumza na Mashariki Media, amesema waasi hao wanakuwa na malengo ya kuweza kumaliza vijiji kadhaa ambavyo raia wa maeneo hayo wanaendelea kuyaishi, ili wapate kutekeleza malengo yao kama wanaofanya mauaji siku baada ya siku sehemu hiyo, ila kwa nguvu za wazalendo wa Biloze Bishambuke adui hao hawapate nafasi ya kuweza kutekeleza mambo hayo. Kwa kweli bwana mtangazaji, hali ya wakaaji kwa sasa ni tete. Wakaaji baadhi yao wamoja walikimbilia porini na wengine walipata hifadhi kwenye vijiji jirani vya eneo la shambulio, na wote hao bado hawajapata msaada, iwe msaada wa serikali, iwe msaada wa mashirika za kihutu, iwe msaada wa watu au awaye yote wenye mioyo mema. Shukrani mpenzi mtazamaji wa Mashariki Media TV, tunakutakia kuweza kuendelea kuungana nasi katika taarifa zetu zingine, ila tunakujuza ya kwamba taarifa zingine ni hapo kesho majira saa 2 kamili, ndipo tutakuja na taarifa kwa urefu kuhusu habari za Kamanyola na Katogota kwa moto ambayo imeweza kuripotiwa huko kati ya wazalendo na wale waasi wa M23. Tuite sisi Mashariki Media TV, taarifa ambazo tunakuwa tukizileta sahihi ili kusaidia raia wanaopatikana nje ya Kongo, Ulaya, Kongo pamoja na maeneo mengine. Basi tunatakia nyote usikivu mwema na endelea kuungana nasi ukitoa mchango wako kwa kuendelea na support yako kuhusu kazi hii. Shukrani kwa muda wako.